siku zote mimi huwa napenda kuitumia, kwa sababu kijana anaweza akawa kijana kweli kweli, ana nguvu zake, ana full charge, moto wa kuotea mbali, lakini pangu pakavutia mchuzi. Utamlisha nini mtoto wa watu? Kwa hiyo baa, maana kubwa ya baa ni nguvu za kimwili, lakini mmoja wa wanawachuoni Sheikh Mahmud al-Masri yeye anasema na nguvu ya kuweza kumlisha na kumvisha na kumhakikishia pahala pa malazi. Ndugu zangu, mwanamke mmoja katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofiwa na mume, eda yake ilipokwisha, wakajitokeza masahaba wawili wanamgombea, kila mmoja anataka kumuoa, posa zimegongana. Mama yule akaenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, ameniposa fulani na fulani, niko dilema, nipo njia pande, si ndio njia panda, nani nimkubali, fulani na fulani? Mtume wote wawili kawatia X, kawakataa. Akasema, amma fulani fahuwa sa'luk, fulani huyu mlala huyu tonge lake mwenyewe linamshinda, achana naye. Akamwambia, na fulani wa pili muda wote anatembea na bakora yake juu ya mabega yake mawili, huyu ni piga huyu, hakufai, atakuchapa kila siku na bakora lake huyu. Sikizeni vizuri, yule ambaye hana hata cha kuweza kumlisha bado hajafikia ile neno la baa, na wa pili japo ana uwezo wa kukulisha na kukuvisha, lakini mpigaji. Kwa maana Mtume alikuwa hataki wanaume wapigaji. Mwanamke apigwi kwa makofi, mwanamke apigwi kwa mateki, mwanamke apigwi kwa migumi, mwanamke anapigwa kwa ulimi. Unamsema, kisha akamwambia, mimi ninakupatia mume bora kuliko huyo, yani akuoe Usama ibn Zaid. Akamuozesha Usama ibn Zaid. Ndugu zangu, ya ma'shara shabab, enyi kongamano la vijana. Vijana wako wangapi humu ndani? Kama mtu anajijua kijana, mkono wake juu. Allahu akbar, masha Allah. Wangapi ambao hawajaoa? Usoni aibu, si kasoro, kila kitu majaliwa. Sheikh wangu, tusio yani wasiooa ni wengi, maana bora niondoe ya T, nitaonekana na mimi nimo kama Sheikh Kombo leo alivyonigundua naongea na kina mama, nikasema kina mama wengi sisi tuna matatizo, manake na mimi nikajiingiza ulimi ukatereza. Sasa wale wanaotafuta zile kasoro za kishki wakidaka tu hiyo bwana, akajiita mwanamke acheni kuwa kama nzi. Ndugu zangu, Muislamu atakiwe kuwa kama nzi. Kuna baadhi yetu tunapenda kuwa kama nzi. Katika Minhaju Sunna, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema, innal jahila bimanzilati adh-dhubabi la yaqa'u illa 'ala al-jarihi. Sema mtu jahili bwana, ile position yake alivyo ni kama nzi. Nzi hatui isipokuwa kwenye vidonda tu. Sasa usikamate neno moja. Anayekosea ni ule anayeongea sana, anayetenda sana atakosea. Ukijifungia chumbani kwako hufanyi chochote, makosa yako si rahisi kuonekana. Sawa jamani Kwa hivyo kwamba vijana wasiooa ni wengi kuliko waliooa. Ndugu zangu, Mtume anawasemesha, anasema, ni kongamano la vijana, mwenye kuweza katika nyinyi basi na aoe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuweka wazi faida kubwa mbili za ndoa. Akasema, fa innahu, hakika yake hiyo ndoa, aghaddu lilbasar, humfanya kijana yule macho yake yatulie na yainame, haangaiki. Asiyeoa
kila mwanamke anaipita mbele yake ni chombo. Uongo kweli mashekhi? Katika hadithi, sikumbuki mwanzo wake, hadithi sahihi, kwamba atakapokuwa mmoja wenu njiani akamuona mwanamke fa'ajabathu, akamvutia, suluhisho nini? Akamtongozi? Wal billah, la, arudi mbio. Aende wapi ya Rasulullah? Nyumbani kwake. Kwa nini? Si ana mke? Inna ma'aha alladhi ma'aha, au fa inna ma'aha alladhi ma'aha. Huyo mwanamke aliyekubabaisha mitaani barabarani na mkeo naye ana hicho alichokuwa nacho. Sasa ndugu yangu, wewe umetoka chuoni, umetoka msikitini, umetoka university, umetoka darsa, ndio umekutana na mtoto wa kike barabarani, kasha kuvuruga. Unakimbilia wapi wewe? Hebu niambie. Na baridi hii ya Iringa unakimbilia wapi? Ninaongea na nyinyi kirafiki, lakini na hakika ya maneno itakuwa ni message sent, yatawachoma na mtayafanyia kazi. Fa innahu aghaddu lilbasar, humfanya muoaji yule macho yake yapate kutulia, kuhifadhika, na hatohangaika na kukodolea macho wanawake wengine. Faida ya kwanza, macho yanatulia. Wa ahsanu lilfarj, lakini pia ndoa ni kinga au ni hifadhi inayohifadhi utupu wa yule kijana. Macho yakisha hangaika, nyinyi mliosoma university muniambie, wakati gani unasikia hisia kwamba mgongo unawasha? Si mpaka baada ya yale mawimbi na zile network kufika sehemu fulani ndio unapewa ishara, jikune kulia, jikune kushoto. Na kitu cha kwanza kinachopeleka hisia ni nini? Umemwona mtoto wa kike amekuvutia, macho yanapelekea lile jambo linakwenda kwenye ubongo. Ubongo anapeleka wapi salamu? Kwa bwana mkubwa, chairman. Mnamjua chairman? Si ndio jamani? Si ndio mwanzo wa kuvurugukiwa hapa jamani? Mtume anasema ndoa huhifadhi macho na huhifadhi utupu. Mtume hapa anataka kutuambia kinachostua utupu ni macho. Utupu kama utupu hauna habari wakati mwingine mpaka macho ipate kumwambia bwana, hapa kuna 1 2 3, kupeleka mawasiliano. Kwa hiyo faida kubwa au kuu za ndoa katika hadithi, ndugu zangu, nini na nini? Faida ya kwanza nini upande wa huku? Ndoa hufanya macho ya mtu yafanyeje? Yahifadhike. Haya, upande wa pili, faida ya pili ya ndoa nini? Hufanya utupu wa mtu ufanyeje? Uhifadhike. Waman lam yastati', na asiyeweza afanye nini? Maana hali halisi ya vijana wengi wa Kiislamu tunaona kabisa, na asiyeweza, inna Allaha ghafurur rahim. Ndio inaonekana hivyo. Hatutafuti dawa ya pili, alhallu thani, suluhisho la pili la bwana mtume Muhammad. Waman lam yastati', na asiyeweza afanya nini? Fa alayhi bisawm, ashikamane na nini? Ashikamane na funga. Kwa nini? Fa innahu lahu wija, hakika ya funga ni kinga itakayomkinga kijana yule na maasi na machafu mbali mbali. Vijana wa Kiislamu mnaonisikia, mnaonitazama live kupitia vyombo mbalimbali, na wanaonisikia kupitia Radio Qiblatain hivi punde, hivi sasa, ikiwa hatuna uwezo wa kuoa,
macho yetu hayapo salama, ni ya kuhangaika tu, na tupu zetu pia hazipo salama, zitakuwa zinahangaika tu. Ikiwa hatuna uwezo huo aliotuelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuende katika suluhisho nambari 2, na asiyeweza ashikamane na funga. Wangapi wanafunga? Kuna mmoja aliwahi kwa ni challenge siku moja, akaniambia, shekhe, mimi naona tafunga yenyewe haisaidii. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, unafunga mchana, usiku hujafunga. Nikamwambia, toka lini kunafunga usiku na mchana? Qur'ani imetuambia, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajri thumma atimmu siyama ila al-layl. Nikamwambia, ikiwa umekwisha athirika, umekwisha kuwa mgonjwa wa mambo hayo, ufunge kila siku, funga haitokusaidia. Kwa sababu tayari ushajenga mawazo kwamba nimefunga, nitaacha kuwasiliana naye, nitaacha kuugugo, nitaacha kufanya hiki, mchana tu kwa kustiri funga yangu, usiku kama kawaida. Tena siku hizo na lugha yao Sheikh Salim, maana yanakatishwa, sio kama kawaida, kama kawa. Vijana wangapi hawana uwezo wa kuoa? Pengine wasiokuwa na uwezo wa kuoa ni wachache mno. Anayekwambia hana uwezo wa kuoa, hamiliki swala zima la mahari, ana simu smartphone kubwa kuliko ganja lake, toleo jipya kabisa, kuanzia milioni na kuendelea, si mahari tosha kabisa ya binti wa Kiislamu. Ukitaka ili uoe umiliki gari, umiliki nyumba, umiliki helikopta, hautooa. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi hii inaungana kabisa na aya ya Qur'ani katika suratu An-Nur ambayo hivi leo tunaendelea kuishi nayo. Allah anasemaje? وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Na wajizuie, wajiepushe, wafanye subira wale ambao hawana cha kuolea mpaka Allah atakapowaletea kutokana na fadhila zake. Kwa hiyo ikiwa huna uwezo wa kuoa na Allah anashuhudia vigezo na masharti ya ndoa bado hujavitimiza, unaambiwa fanya subira, ongeza ucha Mungu, funga sana, funga mbalimbali kwa wingi, Allah akupe nusra yake. Lakini ikiwa tunasema hatuna uwezo, wakati huo hatufungi, wakati huo kijana mmoja na wachumba 222, hatufiki hata kidogo. Ndoa, ndugu zangu, ni ibada kubwa sana. Yatosha ndoa kutajwa ndani ya Qur'ani kuwa ni jambo kubwa sana. Katika maumbile ya Allah, namna alivyotuumba sisi, suala la ndoa ni suala la kimaumbile, ni suala la kijinsia, na ni suala la kidini. Ukisema mistaki, mimi mcha Mungu sana, kwani lazima kuoa, unajidanganya. Katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ardah, jaa 3 rahtin ila بيت أو إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Vijana watatu wenzenu walifunga safari, walikwenda katika nyumba za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa wakeze bwana mtume. Na tunafahamu wakeze bwana mtume sisi nani kwetu? Mama zetu.
an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, Nabii Muhammad ana haki zaidi kwa waumini kuliko hata nafsi zao, na wake zake ni mama zao. Vijana watatu, vijana wenzenu, wanaenda katika nyumba ya bwana mtume ili hali mtume hayupo. Ndugu zangu, wanaulizia ibada ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, siri ya mtume, wamegewe siri kidogo ili waweze kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi kama waislamu tumeagizwa kumuiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika imekuwa kwenu nyinyi kutokana na mtume wa Allah ni mfano mzuri wa kumwiga, kigizo kilichokuwa chema kabisa. Walipoambiwa mtume ni mwingi wa ibada, anamka usiku hata tatawarrama qadamah, mpaka nyayo zake zinavimba, nyayo zinajaa maji, magoti hujaa maji, anasimama rakaa moja al-Baqara yote juzu 2.5, Alu Imran, An-Nisa takriban juzu 4 au 5 rakaa moja, mpaka bibi Aisha, ya Rasulullah hawin alaik, jipunguzie hii unajitesa. laqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah amekwisha kusamih madhambi yako ambayo umekwisha yatanguliza na utakayo yatenda. Ya nini kujisumbua hivi ya Rasulullah? Anamwambia afala akunu abdan shakura, yani pamoja na Allah kunisamih madhambi yangu niliyoyatenda na nitakayo yatenda, kwa nini nisiwe mja wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Walipoambiwa mtume ni chapa ibada, hakuna anemfikia. qad nara taqalluba, katika sura ash-Shu'ara aya za mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, tunakuona pindi unapoamka usiku na unapoanguka kifudifudi kusujudu. Shu'ara mwishoni aya kwa haraka imenitoka. Ndugu zangu, wale vijana wakachukua maazimio, wakasema ikiwa mtume yuko hivi, idha kana halu nabii sallallahu alayhi wasallam hakadha, ikiwa hali ya mtume iko hivi, aina nahnu min an-nabii, tuko wapi sisi na mtume? Wakaanza kujidharau. falamma ukhbiru kaannahum taqallu, walipopewa habari za mtume walianza kudharau matendo yao na amali zao na kuzidogesha kwamba sisi si chochote si lolote mbele ya mtume. Kilichotokea ndugu zangu, wakaanza kula viapo na maazimio mbele ya nani? Ya wake wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kwanza akasema amma mimi nachukua maazimio mbele yenu. Mkewe mtume anasikia au wake zake wanasikia, anasema usalli al-laila abadan walan arqud, kuanzia leo nitaamka kusali sala za usiku na sitolala tena. Qiyamul layli kila siku kama fardhi, na hakuna kulala tena. Si part time tu, ni full time, ni kuswali tu. Wa pili akasema wa amma ana asumu an-nahara walan uftira abada, na mimi kuanzia kesho nitaanza kufunga mchana milele na milele, hakuna cha Ijumaa wala Jumamosi, maisha yangu ni kufunga tu, sitokula tena mchana. Na watatu akasema wa amma ana a'tazilu an-nisa, amma mimi na wanawake bye bye, siowi, simsogelei mwanamke maisha yangu. Wakidhani ya kuwa kwa maazimio hayo watafikia daraja sawa na ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au watafikia daraja ya wao kuwa mawali wa Allah au wacha Mungu katika wacha Mungu wa Kiislamu. Mtume
wakaondoka zao. Mtume aliporudi, wake zake wakawapa taarifa, fulani na fulani na fulani katika masahaba zako wamekuja na wamesema 1 2 3. Mtume kesho akawaita, la rahbaniyata fil Islam. Akawaambia, nimepata habari zenu, mlichokuja kujua ni kizuri, lakini maazimio yenu mabaya. Wewe nasikia wewe unasema utaamka usiku kucha, masaa yote. Usiku una masaa mangapi ndugu zangu? Masaa 12 yote mimi ni kuamka tu, hakuna kupumzika hata nusu saa. Sawa si sawa? Akisema sawa, nilisema hivyo. Asema, amma mimi Muhammad, sunna yangu, manhaji yangu, taratibu zangu, mfumo wangu, aqumu al-layla wa arqud, ninaamka usiku sehemu, na sehemu iliyobaki nafanyaje ndugu zangu? Nalala. Aya nasemaje? Aya nasemaje kwamba inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Sawa, kwamba hakika ya Mola wako anajua kwamba wewe unaamka, yani ule muda wa mbali, yani ule usiku mkubwa kabisa kwa ajili ya kumwabudu yeye, katika thuluthi ya usiku na nusu yake na thuluthu yake. Ya ayuhal muzammil, angalia, bismillahir rahmanir rahim, ya ayuhal muzammil, ewe uliye jifunika funika. Sawa, qumil layla illa qalila, qumil layla illa qalila. Tafsiri yake, amka usiku isipokuwa muda mchache. Hakumwambia amka usiku wote, hakumwambia qumil layla kulla. Kwa hivyo Mtume anamkosoa ile sahaba wake aliyesema ataamka usiku kucha, hakuna kulala tena. Akamwambia na wapili, na wewe umesema utafunga mchana milele na milele, hautokula mchana. Akasema, kweli ya Rasulullah. Akamwambia, amma ana asumu an-nahara wa uftir, ninafunga mchana wakati mwingine na wakati uliobakia nakula, hakuna funga milele. Amma siyamu Daud, funga siku moja, siku ya pili unapumzika, funga siku moja, siku ya pili unapumzika. Au funga ya bwana Mtume Muhammad, Jumatatu, Alhamis, masiku meupe, ayyamul bid. Akaambia, utaratibu si wangu, mimi utaratibu wangu nafunga na ninakula mchana. Akamfuata watatu, akamwambia, na wewe nasikia hutaki tena habari ya kuoa. Akamwambia, amma ana atazawwaju an-nisa, amma mimi Muhammad nitaoa wanawake, naoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, atakaikataa sunna yangu, mwenendo wangu huo, basi huyo hayuko pamoja na mimi. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunna wal jamaa, katika musnad yake anasema, laysa al-uzuba min al-islami fi shay au min amri al-islami fi shay, ubachela si katika Uislamu hata kidogo. Unajua kuna tofauti baina ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Mtoto wa kike amri yake ya kuolewa hanayo yeye katika mikono yake. Sah wala la? Kweli si kweli? Hawezi kusema mimi kabla Ramadhani hii nitaolewa, hawezi kusema. Lakini wewe unaweza kusema kwamba mwana, mwisho wa ubachela mwaka huu, mwakani naoa, ama sio? Mtoto wa kike asubiri mpaka aje mtu,
lakini wewe jambo lako liko katika mikono yako ikiwa waweza kulimudu hilo. Vijana, mimi ninasema wengi wenu uwezo wa kuoa mnao, lakini mnaendekeza baadhi ya mambo katika dunia hii. Sasa hivi tuna mitandao, tuna kampuni mbalimbali za simu. Naweza nikawa challenge ndani ya msikiti huu, hakuna kijana mwenye laini moja hapa. Kila moja na laini mathna wa thulatha wa rubaa. Nani mwenye laini moja? Mimi nina Voda na Airtel na Tigo. Aya, wewe muogope Allah. Nani mwenye laini moja hapa? Kila laini ni mke mmoja ujue. Na kila laini inahitaji bando ujue. Uongo kweli? Sasa hebu piga mahesabu, kwa siku unatumia internet kiasi gani? Kwenye Voda unaweka ngapi? Na kwenye nini unaweka ngapi? Jumlisha kwa mwezi una ngapi? Plus simu yako ya kisasa sijui inaitwaje, ya kutachi tu yenyewe tunasogea inakimbizana. Unashindwa kuoa. Okay, shilingi siku zote inapanda ngapi? Pande ngapi shilingi? Tugeuze upande wa pili wa shilingi. Vijana ambao hawakutulia, hawajizuii na maasi, wana madai kwamba hawawezi kuoa, kufunga hawafungi, kumcha Allah hawamchi Allah, watoto wa watu kila kukicha wanawachokoza. Pesa ngapi ulizohonga? Huyo ulionaye, huyo Allah ndo anajua kama unaye au huna. Akikohoa tu anakula vocha hapo hapo. Kule Dar es Salaam tuna msemo wetu kwamba hawara anapewa pesa na anaomba msamaha juu. Ananuna. Siku hizo wana maneno yao. Maneno hayo mke wa halali haambiwi. Jamani, msinishangae sana, mimi unajua ni dai. Nimeanza da'wa 1995. Mtoto mdogo nilikuwa. Kwa hiyo ukiona hivyo kusema alhamdulillah, namshukuru Allah sikupitia katika fujo ambazo vijana wengi wamepitia, wala sijizaki nafsi yangu, Mola wangu ananijua zaidi. Anatoa pesa kumpa mtoto wa kike na msamaha juu na maneno mazuri. Kwa mke hayo hayapo. Haya, nasikia wanaitwa siku hizi majina yafuatayo, majina mapya hayo. Baby. Hivi nyinyi mlosoma kizungu niambieni baby maana yake nini? Mimi hujua sijui sana. Najua kidogo tu. Baby maana yake nini? Haya, huyo mwanamke mtu mzima unamhitaji baby. Alafu wewe nakutaji baby na wewe mwenyewe libaba lizima. Lakini mke wako wa halali haitwi baby wala nini. Pingezo kumuita boy tu wewe. Wewe ni boy tu ndani wewe. Haya. Mengine? Sweetie. Subhanallah. Vijana wengi mnapotaka kuliendea suala zima la ndoa, mwanamke anabembelezwa kupita maelezo. Majina mazuri mazuri. Wale pale nikiwauliza hapa atashtaki mpaka tutakimbizana hapa. 2007 aliwahi kunipigia mwanamke mmoja simu wa Kiislamu. Na hapa naomba muelewe jambo moja. Msije mkasema kumbe shekhi bwana akipigiwa simu huwa anaelezaga. Kwani ushamjua ni nani? Kwa hiyo hujamjua. Mtume anapoendewa na wanawake nyumbani kwake wanashtaki waume zao, siku moja usiku kaja kaiva, anasema laqad tafa biali Muhammadin nisaun kathir yashkuna azwajahunna, usiku wa jana sijalala, wanawake wamekuja maelfu kwa maelfu nyumbani kwangu, kila mmoja anamshtaki mume wake. Anayasema mimbarini, katoa siri ya kutoa siri. Kuna vitu vingine tunajenga jamani
Mimi ningekwambia mwanamke aitwa fulani anaishi sehemu fulani, ungesema shekhe huyu ana maana. Sasa mbona atoa siri za watu? Ama sio? Nakwambia aliwahi kunipigia simu mwanamke mmoja Kiislamu. Kaniambia tuko kwenye ndoa mwaka wa 7. Hajawahi kuniambia nakupenda. Wanawake wanavumilia sana ndugu zangu. Wanasubira sana. Akimwambia mume wangu nakupenda. Haya, nimesikia. Akaona bora amwambie kizungu. Unasema nini? I love you. Kakasirika, akaona kama tusi vile. Jamani, lugha tu hii. Basi nikuambie Kiswahili. Mwisho alipoona kero akamwambia ningekuwa sikupendi ningekuoa. Lakini kabla ya kuoa amekula zawadi nyingi sana. Vocha nyingi sana. Akimbipo hata akiwa kwenye mkutano anaomba katibu endelea na kikao kidogo kuna tatizo, anaongea anasikiza simu. Lakini baada ya ndoa akipiga simu anakata. Afaka na nyumbani, wewe mwanamke wewe, nikiwa kazini usinipigie simu. Kwa nini? Mwanamke mmoja alimuuliza mumewe Sheikh Salim, mbona zile zawadi wakati wa uchumba, maneno mazuri siyapati, na sasa hivi ni halali wako, mama watoto wako? Akamwambia toka lini umeona samaki baada ya kuvuliwa anapewa tena chambo, anapewa tena chakula? Nyie wanaume nyie. Nyie. Akamwambia bwana, samaki ukishamvua tu ni kumbandika tu na kumla. Sasa wewe samaki, mimi pale nilikuwa na kuwinda kwenye ndoano, nimekuwekea kipande cha steki ili nikuvue, nishakuvua nikupe tena nyama. Kwani huyu mwanamke samaki? Mtume alikuwa anafanyaje na wake zake? Hakuna mwanaume duniani anayejua kumhendo na kumwendekeza mke kama Mtume Muhammad. Bibi Aisha anamwambia leo ni Eid, sikukuu, mguu wangu mguu wako, twende pale. Kuna wanawake wa Kihabesha wanapiga madufu, wanacheza mchezo wao wa Kihabasha, wanaimba. Ni sunna siku ya Eid wanakupiga madufu, kuimba nyimbo za Eid na za furaha. Kwa wanawake ni sunna. Twende nipeleke. Mtume anampeleka. Haba tukae pamoja tuangalie. Mtume anakaa anaangalia michezo ile. Wadogo walikuwa taban hawajabaligh. Visichana vidogo mabinti. Aisha bado haridhiki, anakuja nyuma ya Mtume, anamkamata kwa bega hivi. Alafu kidevu chake anaweka kwenye bega lake. Kama anawaambia wanawake wenzake wale, "Nyinyi ni Mtume wenu, mimi mume wangu huyo." Wewe leo kutoka na mke wako tu hapa mpaka kwenye mall tu, unadhani mtu na bodyguard wake. Wewe una mita 20, yeye ana mita 20 nyuma. Kwa nini? Kwa nini vijana wa Kiislamu? Nyinyi ndio mnavunja moyo kina mama. Ndio wanaona kwamba bana ndoa haina kheri yoyote, wanaume wote hawana kheri. Wanasemaga hivyo, wanaume wote hawana kheri. Kumbe mmoja tu mkorofi kamkoroga, anajua wanaume wote wako hivyo. Kwa ndugu zangu vijana, hakuna kitu raha duniani kama ndoa. Ndoa ni ibada kubwa sana. Ndoa ni sunna iliyokokotezwa katika sunna za Bwana Mtume Muhammad. Bali ndoa inaweza ikawa fardhi kwako wewe kama sala ilivyokuwa fardhi kwako, ikiwa una vigezo vyote vya kuoa na kuoa hutaki, na una hati ya kufanya zina. Bali maulama rejea katika fatawa mbalimbali za maulama, kijana amepata pesa, anataka kwenda haji lakini hajaoa, kipi akitangulizi, aoe au zile pesa aendee haji? Wanawachuoni wakasema ikiwa anaweza kudhibiti matamanio yake, hawezi kumuasi Allah, aende katimize ibada ya haji, kwa sababu hija hupeperusha umaskini na ufukara. Ukitaka kutajirika katika Uislamu kuna vitu vingi ukifanya Allah atakuongezea kipato. Ukienda haji au umra tu Allah atakuongezea kipato chako, kwa hadithi ya Mtume Muhammad. Lakini ikiwa hana
dhamana, hana guarantee ya kuzuia matamanio yake, anaambiwa haji kwake sio lazima, lazima kwake ni ndoa. Oa kwanza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuhusia sahaba anaitwa Shaddad ibn Aus al-Ansari, kana kafifa al-basar, alikuwa kipofu. Kabla kufa kwa mtume aliwahi kuonekanika anamnongoneza sikioni jambo. Mtume alikuwa rahim sana, anachanganyika na watu wote, alikuwa simple sana, anapenda watoto wadogo, anapenda watu wanyonge. Kipofu anakaa naye, huyu anakaa naye, akimwona mtu mzima kabeba mzigo anambebea mzigo wake. Hamna kama Mtume Muhammad. Basi mtume anakuja kufariki, yule sahaba analia kila siku. Unalia nini? Anaanza kutoa siri, anasema zawijuni zawijuni fa inna khalili Muhammadan awsani alla alqa Allah azaba. Niozesheni wazazi wangu jamani, niozesheni haraka, msinidharau mkaniona mimi kipofu. Niozesheni, nipeni mke. Kipenzi changu Mtume Muhammad amenihusia, ameniambia mimi naondoka duniani hivi karibuni, na kuhusia ole wako uje kukutana na Mola wako hali ya kuwa hujaoa. Anapiga kelele, anataka kuozeshwa. Abdullah ibn Mas'ud ambaye ndiye kapokea hadithi yetu ya leo, hadithi inayosema tulikuwa vijana wengi, mabarobaro, mabachela, mauzab, tumemzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatuambia enyi kongamano la vijana, mwenye kuweza katika nyinyi basi na aowe, kwani faida ya ndoa humfanya kijana macho yake atulie, utupu wake uhifadhike, na asiyeweza basi ashikamane na funga, kwani hakika ya funga kwake ni kinga. Mpokezi wa hadithi Abdullah ibn Mas'ud anasema fa walladhi nafsi biyadihi, ninamwapia yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake. Nani huyo? Allah. Law alimtu annahu ma baqiya min umri illa 10, law Allah akinifungulia ilmu al-ghaib, nikaona katika sahifa yangu, katika ukurasa wangu, katika faili langu, nimebakisha duniani, kuondoka duniani masiku 10. Billah alaik, leo wewe Allah akikuletea ndoto au akakuletea ishara yoyote kwamba umebakisha siku 10 kuondoka duniani, ungefanyaje? Shehe wangu, ungefanyaje? Tunaongea mfano tu, wabil mithali yattadhihu almaqal. Umegundua una masiku 10 unakufa, ungefanyaje? Ungekesha msikitini, si ndio hivyo? WhatsApp unarusha, Google unamwambia kakae huko huko, YouTube unamwambia mimi sikuhitaji tena, unalala msikitini, si ndio hivyo Yeye anasema wallah, namwapia yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, lau ningejua kwamba umri wangu umebaki masiku 10, la tazawwajtu fiha, ningefight nioe japo nikae na mke siku 10 ili nife na ndoa. Haya, wewe kijana, una mpango gani na ndoa? Unapanga 2020 una ahadi na Allah? Ndio nijibu, una ahadi na Allah? Ndoa ni salama ndugu zangu. Ukiona pahala pana maasi mengi, watoto wa zinaa wengi, maovu mengi, ujue kuna mabachela wengi. Kabisa kabisa. Ndoa ni nusu ya dini. Na kwa kuwa tuna wasomi hapa, wanafunzi wa university ya Mkwawa watanisaidia. Man tazawwaja, katika musnad ya Imam Ahmad, faqad istakmala nisfa dini, atakayeoa huyo amekamilisha nusu ya dini yake. Falyattaqillaha fi nisfi albaqi, amche Allah katika nusu iliyobaki. Atakayeoa amekamilisha, malizia nyinyi huko, nusu ya dini. Kwa
Kwa ili ufikie nusu ya dini sharti ufanyeje? Kwa hiyo kama hukuoa, dini yako ina kiasi gani? Chini ya nusu manake Mbona unasema nusu? Nusu si ndo ndoa? Ngoja tunarudia tena hadithi. Man tazawaja, mwenye kuoa, faqad istakmala nisfa dinihi, hakika amejikamilishia nusu ya dini yake. Sawa? Falyattaqillaha fi nisfi albaqi, basi amche Allah katika nusu iliyobaki. Ina maana ili ufikie nusu ya dini sharti ufanyeje? Na kama hujaoa, dini yako inakuwa kiasi gani? Chini ya nusu. Kwa hiyo salamu zangu za leo, nyinyi nyote hamjaoa, dini yenu iko chini ya nusu. Kajisemea Sheikh Kipozewa, hata ukikasirika wewe vumilia tu. Ndugu zangu, hili suala zito sana na ni suala muhimu mno katika dini yetu. Nataka niwahitimishie kwa kisa kimoja, kisha nifungue mlango wa maswali, au wenyeji wangu kama kuna ratiba nyingine waliniambia si maghrib, basi twendeni tena sehemu nyingine. Nahitimisha, maana mlango wa ndoa ni mpana sana kupita maelezo. Ni bahrun amiqun la sahila lah, bahari pana isiyokuwa na mwisho wala kikomo. Nahitimisha na al-Imamu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit. Maimamu wanne wa kwanza anaitwa nani? Imamu Abu Hanifa, sawa? Abu Hanifa ni nickname yake, lakini jina lake anaitwa nani? An-Nu'man ibn Thabit, sawa? Imamu wa kwanza katika maimamu wanne, imamu aliyebahatika kumuona sahaba wa mtume uso kwa macho, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ardah, na baadhi ya masahaba. Ni imamu ambaye alikuwa ni bingwa wa fiqhi. Al-Imamu Shafi'i kafikia pahala anasema al-fuqaha'u iyalu Abi Hanifa, watu wa fiqhi wote, mafuqahai wote ni watoto wa Imamu Abu Hanifa. Yani Kiswahili cha mtaani ni cha mtoto kwa Abu Hanifa katika fani ya fiqhi. Imamu huyu Abu Hanifa matat zawjatu fi salati adh-dhuhr, mkewe alifariki swala ya adh-dhuhuri. Baada lahadhat qabla al-asr dafana zawjatah, kabla ya al-asiri amemzika mkewe, sawa? Wa fi salati al-maghrib khataba imra'atan ukhra, magharibi kapeleka posa kwa binti mwingine, anadai aoe Isha. Mnanielewa? Ni hamjanielewa inaonekana. Imam Abu Hanifa kafiwa na mke swala ya adh-dhuhri, sawa? Kabla ya al-asri kafanyaje? Kazika mke. Maghrib kapeleka posa pahala, Isha anadai kuchukua jiko. Umenielewa? Watu wakachanganyikiwa. Ingekuwa hapa kwetu sasa hivi kule Dar es Salaam, jiji la gharama, haliishi kuhamahama, watu wake hawaishi lawama, wangesema mtu mzima hovyo, liangalieni, libaba lizima, hata aibu ana, kamzika mkewe, leo anaoa mke mwingine. Kweli wazee wa sasa hivi maneno mengi yangetoka. Wengine wangesema yeye ndo kaua huyo, alikuwa mpendi. Si ndio jamani maneno yetu haya? Wakamwendea jopo kubwa, wanaandamana, dafanta zawjataka al'an wa lam tus'al walau su'ala al-malakain, mke wako umemzika hivi leo, hivi punde. Wale malaika wawili Munkar na Nakir bado hata hawajaenda kaburini kumuuliza yale maswali, unaoa mke mwingine? Imam, unatuangusha. Imam, unatufedhehesha. Ungevumilia angalau basi siku 2-3. Abu Hanifa alikuwa ni bingwa wa majibu, humwezi kwa majibu, tena majibu yake ya kimataifa. Sasa ili ujue kwamba majibu yake ya kimataifa, ngoja nikupe kisa kimoja. Kwa kuwa ni bingwa wa fiqhi,
watu walikuwa wanamchallenge sana katika fiqh. Yuko mtu siku moja akamfuata akamwambia, Imam, mwanaume amenunua tende, boksi la tende, kipakiti kidogo cha tende, kampa mkewe. Akamwambia, hizi tende zangu naomba uniwekee, naomba unihifadhie, na ole wako, ole wako ule walau hata tende moja. Kaenda zake. Kurudi anamkuta mkewe anabugia tende anakula, ndo kwanza katia mdomoni. Akamwambia, wewe mwanamke, si nilikukataza mimi wewe usile tende zangu? Sasa ukiendelea kula nimekuacha, na ukitema nimekuacha. Imam Abu Hanifa, tusaidie, hizi tende afanyeje wewe mwanamke? Akae nazo mdomoni siku zote? Ungesema nini? Swali gani hilo bwana? Akacheka tu, akasema akate ile tende, kile kipande cha tende kile, akikate kwa kusaidizana baina ya ulimi na meno. So unajua binadamu anaweza akakata kitu kwa kutumia ulimi na meno, hasa kikiwa kitu cha laini sana. Asema akate, apate vipande viwili, asipeleke mkono, ulimi na meno, kisha kipande akimeze na kipande akiteme. Matukio yote mawili kayafanya kwa wakati mmoja, talaka haiwezi kusihi. Bingwa si bingwa? Bingwa kweli kweli. Akaja mwingine akasema, Imam, mwanaume kajenga nyumba gorofa moja. Akamwambia mkewe, mimi na wivu sana, ishi hapa hapa, ile ya juu kabisa katika satah ile nini ile kule juu, na nini kule mwisho kabisa, kule juu kabisa kule, kule mwisho kabisa kule, sawa? Usije ukapanda, ukipanda wanaume watakuona. Siku moja kamkuta mkewe kwenye ngazi, anaelekea juu kabisa, anataka kuchungulia hali ya mazingira. Akamwambia, wewe mwanamke, si nilikwambia marufuku kupanda katika ngazi hizi na kuelekea huko juu? Sasa ukiendelea kupanda nimekuacha, na ukiteremka nimekuacha. Imam Abu Hanifa, tusaidie, huyu mwanamke maisha yake ataishi kwenye ngazi? Akacheka. Akasema, swali simple, aje baba yake mzazi, kaka yake, ammi yake, khali yake, mjomba wake, mwanae, waje wamshushe, atakuwa kashushwa, hakushuka mwenyewe, hakuna talaka hapo. Imamu Khatari huyu, mwanafunzi wake siku moja alichelewa kurudi nyumbani. Badala ya kurudi baada ya Isha, karudi majira ya saa 7 usiku. Mke wake roho juu juu, kwamba huyu mwanaume leo kachelewa kurudi, ameninyima amani, sina furaha, sijui ametekwa na majambazi, sijui ameliwa na fisi huko barabarani, maana zama zao ilikuwa ni mapori tu. Ghafla mumewe anarudi, anagonga hodi, anamwambia, ulikuwa wapi? Anasema, unajua mke wangu, leo shekhe wangu Abu Hanifa alinipa kazi. Umeshindwa kutaka kumtuma mtoto aje aniambie kwamba leo utachelewa kurudi? Kwa kuwa umenitesa sana, umenipa pressure sana, na kula kiapo cha nidhri sitokusemesha mpaka adhana ya kwanza ya alfajiri. Akaanza kukata kauli. Mke wangu, mswalie Mtume, mke wangu, kwani mimi nimefanya maksudi? Sina kuambia hata nenda kamuulize nilikuwa kwake, au unadhani mimi nimeoa na mwanamke mwingine wa siri? Mwanamke hataki tena kuongea, kasha hapa nidhri yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Akasema nidhri lazima nitimize. Mwanaume akapanic, akakasirika, akasema, wallahi sina kosa, sijakutesa maksudi,
imamu wangu, shekhe wangu Abu Hanifa kaniweka muda wote nyumbani kwake. Ikiwa utaendelea kunikalia kimya, hutaki kunisemesha, unaongea na mimi kibubububu, kiziwi, basi nakwambia hivi, hiyo ndio talaka yako. Adhana ya kwanza ya alfajiri imebaki nusu saa. Mwanaume anakuna kichwa, mke wangu unamjua akikasirika amekasirika. Na mimi nimetoa kauli, ndio talaka yako. Basi tena nishakosa mke mimi. Ili nisimkose mke, lazima mke afanyeje? Aseme kabla ya adhana ya kwanza ya alfajiri. Ama sio ndugu zangu? Nifanye nini mimi? Pale pale akajiongeza, akarudi kwa Abu Hanifa. Hakuwa mbali naye, mtaa wa pili tu. Imam, okoa ndoa yangu, nimechelewa sana kwako, kuna 1 2 3. Akamhadithia mkewe vyote ilivyokuwa. Abu Hanifa akacheka, sema hiyo tu, simple sana, takuja kumaliza. Imamu, mke wangu namjua mimi, kichwa chake kigumu kama jiwe, haongei. Kabeo niachie mimi. Imamu, muda unakwisha. Kaambia wewe tangulia, nakuja mimi. Kila wakati anafungua dirisha, anafungua mlango. Imamu yuko wapi? Dakika 5 zimebaki. Adhana ikipigwa, mke hana. Talaka hii inaitwa talaqu almuallaq, talaka iliyotundikwa, iliyoshurutishwa. Wengi katika wanawachuoni wanaikubali talaka hii kwa vigezo vyao na masharti yao. Ghafla anasikia Allahu akbar, Allahu akbar. Mwanamke, mume wangu nisamehe sana, nidhiri yangu nimeitimiza. Mwanaume anambia mke wangu, pole sana, adhana feki, Abu Hanifa ndo kaadhini. Adhana feki. Kidume yuko dirishani kachukua pembe la ng'ombe kaadhini yeye. Sasa unasemaje? Abu Hanifa unamkubali, humkubali? Genius so genius. Wasomi kichwa so kichwa. Bingwa wa fiqh huyu jamaa. Ngoja nikumalize kisa cha mwisho alafu tuende majibu yake sasa. Kwamba umezika mke adhuhuri. No, umefiwa na mke adhuhuri, alasiri unazika, magharibi unaposa, isha unataka kuoa. Kwa vyovyote atajibu jibu la kimataifa Sasa kabla kukupa jibu lake, vijana wakazidisha kweli kweli maswali kwake, mpaka maswali mengine yakawa ya kitoto. Wakamwendea siku moja, Imamu we, tunabishana sisi, tunaenda kuogelea mtoni. Hivi tukienda kuogelea mtoni, nguo zetu tukishavua nguo zetu tumeweka ukando kando mwa mto. Sasa tuoge vipi? Tuelekee kibla tuipe mgongo, kibla tuipe ubavu wa kulia, kibla tuipe ubavu wa kushoto, tuangalieje? Imamu akaona sasa nyinyi watoto mnanivunjia adabu, mnanifanya mimi babu yenu. Yaani maswali mpaka ya kuoga ni kuelekezeni mimi. Akasema kwa kuwa wanataka jibu, ngoja niwajibu. Akasema ni bora mkaelekea pale mlipoweka nguo zenu ili mwizi asije kuaibia. Ni imamu faqihi sana. Anaulizwa, ya imam, dafanta alana zawjataka walam tus'al walau su'ala almalakain. Mke wako umemzika hivi punde, hata maswali mawili ya wale malaika wawili bado hajapatapo kuulizwa. Unaoa mke mwingine, hikma yake nini? Akasema, mke wangu ana bahati kubwa sana, amekufa kwenye ndoa. Mimi hapa nilipo bachelor si bachelor. Jawabu nini? Alikuwa na mke mmoja. Akasema, khashitu an amuta hadhihi al-lailata fa alqa Allah azaba. Kwa kuwa ni bachelor mimi, kuanzia muda huu nimeogopa na mimi kufariki usiku huu wa leo, nikafa nikakutana na Mola wangu hali ya kuwa ni bachelor. Umeona ungepumzika siku 2, una dhamana nitakaa mpaka siku 2. Sasa wewe unachezea ndoa. Unaona baadaye, shauri lako, mtoto wako sijui atakuita baba, sio atakuita babu, oa haraka.
tazawwaju alwalud alwadud, oweni wanawake wenye kizazi, alwaduda wenye kupenda, wenye kujua kuwapenda waume zao, wenye kujua kumpenda mume. Fa inni mukathirun bikumul umama yawm alqiyama, ili mimi Muhammad ya kiyama nijifakharishe kwamba na umma mkubwa na umma mwingi kuliko watu wote. Wangapi wako tayari kuwa? Yani mawaidha yote hayo, wangapi wako tayari kuwa? Allah anakuona ujue. Ikiwa nia yako ni ya ukweli na nia yako ni ya ikhlas, na muomba Allah, tuseme amin. Tukiwa ndani ya Masjidul Ihsan tuseme amin. Ya Rabbi, nakuomba kwa ihsani zako, kwa baraka zako, kwa huruma yako na kwa ukarimu wako, hawa vijana wa Kiislamu nilionao hivi punde katika msikiti wa Ihsan ambao hawajaoa, ya Rabbi usichukue roho zao mpaka uwape wake wenye kheri na baraka. Na mabinti wa Kiislamu ambao wapo ndani ya msikiti huu ambao hawajaolewa, ya Rabbi usichukue roho zao mpaka uwaletee waume wenye kheri na wenye baraka. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, mada yetu ya leo tulikuwa tunazungumzia wito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa vijana, na kikubwa ambacho nimetaka kukihimiza kwenu nyinyi kwamba tuoe. Hakuna kitu kizuri kama kufariki hali ya kuwa una mke, na ikiwa una vile vigezo viwili, albaa, nguvu zile mbili, ni kheri ukafanya haraka kuoa. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotukusanya katika msikiti huu atukusanye katika pepo ya Firdaus. Nilitamani kufungua mlango wa maswali, lakini natakiwa maghrib tena tuende Darul Ulum. Kwa maana hiyo niseme kwa wale ambao wanaweza kuruka mara moja wakaja Darul Ulum, karibuni, tuendelee kukumbushana. Na kesho tutakuwa katika viwanja hivi vya Ihsan katika mahafali ya vijana wa Kiislamu, na mara tu baada ya mahafali tunatarajia kurudi katika jiji letu la Dar es Salaam. Na insha Allah haitokuwa mara yangu ya mwisho kuja Iringa. Kila ambapo nitakapokuwa na fursa tutakuwa wenye kuwatembelea. Watu wengi wakiniona katika television wanaona mimi ni mtu ghali sana, mimi ni mtu mdogo sana, mtu simple sana, mtu dhaifu sana, wala mimi sijioni kwa ni mtu mkubwa. Pahala popote ukiona nimeenda, basi nimeitika wito wa Waislamu wenzangu. Kwa hivyo kama mliwahi kunialika sikutokea, hii ni kwa sababu ziligongana na dharura zangu za kimsingi, lakini ikiwa hakuna dharura tunakubaliana kwa pamoja na kuja. Wanawachuo wenzenu Mzumbe waliwahi kunialika, chuo kikuu cha Mzumbe pale Morogoro, nimeenda. KSMC pale chuo kikuu walinialika, nikaenda. UDOM chuo kikuu walinialika, nimeenda. Ni mambo ya kupanga na mambo ya kuja. Kwa hivyo msiogope, manake mnajua Sheikh Kombo wakituona kwenye TV wanatukuza hamna chochote jamani. Madhaifu tu sisi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukasema huyu atakuja huyu hivi. Wengine wanasema Sheikh Kishki anaonekana mkali sana, mkali kwenye khutba. Sheikh Kombo kwenye khutba si lazima tuwe wakali, ndio sunna. Maana Mtume alikuwa anakuwa mkali kwenye khutba, utadhani analiamrisha jeshi, macho yake yanakuwa mwekundu. Mtu akiniona kwenye khutba na kuwa mkali, sema usimsogelee bwana, usimpigie simu, huwezi kumwalika. Jamani, dhana mbaya hizo. Alhamdulillah, Iringa ni mara ya pili, na safari hii nimeona maendeleo makubwa, mashaallah tabarakallah, hasa majengo ya masjid hapa Ihsan, na kule tumeenda Darur Rahma. Hakika nimefarijika kwamba nimeona maendeleo ya Kiislamu, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala waliojitolea kujenga msikiti huu na ule, manake yote inaonekana inafanana, Allah awajengee nyumba peponi wao na familia zao. Na sisi ambao hatuna, Allah atupe ili na sisi tuweze kujenga vitu kama hivi. Baada ya kusema hayo, kama kuna chochote nimekipatia katika mazungumzo yangu, usije ukanipa mabichwa. Ni taufiki ya Allah wala sio uhodari wangu. Na kama kuna pahala nimetereza, shekhe, ndio kila binadamu ana mapungufu yake.
mimi ni binadamu, ulimi wangu unaweza kutereza, shetani pia anaweza akachangia. Hadha wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.